Tuelekee huko Kilifi, kaunti nambari 3, ambapo maelfu ya wakazi eneo la Chakama wanalalamikia ugavi wa ardhi ya maeneo yao, wakidai kuwa watu wengi waliogawiwa ardhi hiyo ni wageni. Mahakama imepiga marufuku ununuzi au ujenzi wa nyumba katika ardhi hiyo yenye utata. Roba Liban anatuarifu zaidi. Licha ya kuishi sehemu hii kwa karne kadhaa sasa, wakazi hawa wamedokeza kuwa kila kukicha wanahangaika. Emmanuel Dena, mwenyeji eneo hilo, anaongea kwa uchungu akidokeza kuwa yeye ni mzaliwa hapa na ana umri wa miaka 69, ila hivi majuzi kanisa lake lilibomolewa na akapewa amri ya kuhama sehemu hiyo. Nimezaliwa hapa na wazazi wangu na miaka 69. Tutakacho sisi ni kwamba hizi title hizi zikansiliwe, tuandikiwe wenyewe upya. Hii tunataka. Kwa sababu hiyo mashamba yetu. Nimejenga kanisa na miaka 20 hiyo kanisa. Nikaambiwa nitoke mahali pale. Kufikia tarehe 4 ilikuwa Jumapili. Sisi tunatoka kama saa 7 kwa kuabudu, tukafukuzwa saa 5. Hiyo tukawa tumeshafukuzwa, kanisa likaanza kuvunjwa. Naye Sara Neema aliathirika alipobomolewa nyumba yake na kukamatwa na polisi. Kwa sasa anasema serikali ni sharti ifanye marekebisho katika swala nzima ya ugawi wa ardhi eneo hilo. Mpaka saa hii niko na zaidi ya miaka 30. Lakini cha ajabu ni kwamba nimezaa watoto wangu, nimelea pale, lakini pale nilipo kumekuja mtu na karatasi akisema kwamba hapo mahali ninapoishi ni kwake. Hata imefikia mahali juzi akatumana watu, nikaja nikashikwa na askari nikawekwa ndani kwa sababu ya hapo mahali ambapo walikuwa wale watu ni wale komiti ambayo ilikuwa ni ya mashamba, ni ilikuwa nije ground ifanye picking, lakini hawakufanya ile picking, wakaandikia kwa meza. Mnaenda mnabomoa kanisa mahali ambao watu wanaabudu, kanisa yenye imekaa for 20 years, shule yenye imetoa wanafunzi zaidi ya mara 3 wakifanya mtihani wa kitaifa. Leo hii mnaenda kuidemolish na kuanza ku arrest the local people. Till when are we going to cry? Kwa sasa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wameitaka sheria ifuatwe na jamii hiyo kupewa suluhu. Sheria ya Land Act inakataa uuzaji wa ardhi katika settlement scheme, kwa sababu settlement program imeletwa ili kupatia wananchi makao. Kwa hivyo ilionekana watu walikuwa wanauza sana, na serikali inajaribu kusettle watu, lakini tatizo la ardhi haliishi. Ndio maana sheria ikatungwa ikasemekana hizi ardhi zote ambazo tutapeana kupitia njia ya settlement scheme zisiweze kuuzwa. This is a buyer beware warning, particularly for people from Nairobi and other cities who are flocking Malindi, buying land that is being sold by unscrupulous agencies. Please be informed that the purchase of that land remains illegal. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Roba Liban. Kutoka kwa Roba